Mazungumzo kati ya Urusi na Marekani kumaliza vita huko nchini Ukraine yametangazwa kusimama. Na baada tu ya taarifa hiyo pia utasikia ambacho kimezungumzwa kwamba Ukraine haiko tayari kumaliza vita na Urusi. Karibu sana katika taarifa ya muda huu. Mazungumzo kati ya Urusi na Marekani kuhusu kusuluhisha mzozo wa Ukraine yamesimama pakubwa. Msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari kuhusu taarifa hii. Matamshi hayo yanafuatia kauli ya naibu waziri wa mambo ya nje kutokea nchini Urusi, Sergei Ryabkov, ya kwamba kasi iliyojitokeza katika mkutano wa kilele wa Alasika kati ya marais Vladimir Putin na Donald Trump imechoka. Siku ya Alhamisi, Peskov aliunga mkono kauli ya Ryabkov, akibainisha kuwa hakujawa na maendeleo ya kutafuta suluhu ya amani na mzozo wa Kiev. Wajumbe wa Urusi na Ukraine pia walikutana mara kadhaa mapema mwaka huu, ambapo wakati wa duru ya hivi punde huko mjini Istanbul mwezi wa 7 iliunda vikundi vya kufanya kazi ili kuandaa mpango wa suluhu unaoshughulikia masuala ya kisiasa, kijeshi na kibinadamu. Hata hivyo, Peskov amesema kuwa hakuna kinachosonga mbele. Amependekeza kuwa Kiev haielekei kwenye mchakato wa amani na bado inatazamiwa na matumaini ya uongo ya kwamba inaweza kubadilisha mambo kwenye uwanja wa vita, imani ambayo alielezea kuwa isiyo ya kweli. Peskov amebaini kuwa msimamo wa Kiev unachochewa na uungaji mkono wake wa Ulaya, ambako hapo awali alisema kuwa nchi za Magharibi zinaendelea kuhimiza Ukraine kukataa mazungumzo, huku ikidumisha msukosuko wa kijeshi unaozuia juhudi za amani. Ryabkov alisema mapema wiki hii ya kwamba wafuasi wa vita kwa Ukraine wa mwisho, hasa miongoni mwa wazungu, yaani nchi za Ulaya, walipaswa kulaumiwa kwa kutumia msukumo mkubwa ili kutafuta suluhu ya mzozo ambao ulipatikana wakati wa mkutano wa kilele wa Anchorage mwezi Agosti. Muda mfupi baada ya mkutano wa Trump na Putin, viongozi kadhaa wa Umoja wa Ulaya walisafiri hadi Washington na Volodymyr Zelensky kutokea Ukraine katika jaribio la kumshawishi rais wa Marekani kuendana na msimamo wa Ulaya kuhusu mzozo huo. Moscow imesisitiza kwamba bado iko wazi kwa makubaliano ya amani, lakini imekazia kwamba makubaliano hayo lazima yaheshimu maslahi ya usalama wa kitaifa wa Urusi pamoja na hali halisi ya sasa ya eneo. Ukraine pia inaonekana haipendezwi na utatuzi wa amani wa mzozo na Urusi, ikiamini kuwa bado inaweza kubadilisha hali katika uwanja wa vita. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema, ambapo vikosi vya Urusi pia vimewarudisha nyuma wanajeshi wa Ukraine mara kwa mara na kupata nguvu katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita. Akizungumza na waandishi wa habari huko Dushanbe, Tajikistan, siku ya Alhamisi, Peskov amesema mchakato wa kufanya maamuzi wa Ukraine unatawaliwa na matumaini ya uongo ya kwamba kitu kitabadilika katika mstari wa mbele na kuhamia kwenye mwelekeo chanya. Utawala wa Kiev uliochochewa wazi na wazungu kwa sasa uelekee kabisa katika aina yoyote ya mchakato wa amani, Peskov alisema. Pia kama namna ambavyo hapo awali nilikudokeza, Moscow imeshutumu serikali ya Ukraine kuhamisha mazungumzo ya amani na kutoonyesha kabisa nia yake ya dhati katika kumaliza vita hii. Maafisa wa Ukraine waliendelea kusema wananuia kurejesha maeneo yote ya zamani ya nchi hiyo, ambapo wataalamu wengi wa kijeshi, hata hivyo, wamesema matamanio yao hayo hayatekelezeki bila kuhusika moja kwa moja na NATO. Na kamanda mkuu wa Ukraine Bwana Alexander Syrskyi alikiri ya kwamba vikosi vya Urusi vinaishinda Ukraine kwa nguvu kazi na vifaa, na alifanua mwezi Agosti ya kuwa mwezi wa majaribu makubwa, akikiri ya kwamba Urusi ilishinda katika maeneo yote muhimu. Mwisho wa taarifa ya muda huu. Taarifa zaidi pia zinafuatia hapo baadaye. Endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kwa taarifa zingine zaidi.